Tumesema ni asante kwa sababu baada ya kuunda umoja wetu, serikali turuhusu tukawa halali, maana yake tukapata certificate ya kutuwezesha kuwa halali kwenye nchi hii kama umoja wa vijana walioko kwenye sekta ya madini. Baada ya kuanzisha umoja huu, mama alienda mbali zaidi, ametupatia leseni za uchimbaji zipatazo 11 pamoja na leseni kubwa ya utafiti. Kwa tunasema hatuna kingine cha kusema, lazima tumpe asante yake kwa sababu ameona mbali kwa vijana kama sisi. Lakini hakuishia hapo. Mama huyu aliweza kutupatia sisi TYM vijana mitambo miwili ya kucholongea, ambayo mtambo mmoja gharama yake ni bilioni zisizopungua 18. Kwa mitambo miwili mama watu alijitoa kwa ajili yetu bilioni 36 plus. Kwa nini tukasema kwa nini tusiwe mtaji wa kusema asante mama kwa hili jambo ambalo umelifanya kwa vijana wachimbaji. Mama huyo hajaishia hapo, akasema pamoja na kwamba anawapa hiyo mitambo, bei ya kucholonga ya makampuni ya kigeni ilikuwa ni $250 kwa mita moja, lakini yeye akasema mimi nitakuwa na wacholongea kwa shilingi 200,000 tu za Kitanzania kila mita moja. Ukiangalia hiyo difference ya bei, maana yake ni kwamba huyu mama ameamua kuwabeba vijana wachimbaji wa nchi hii. Msimamo wetu kama Tanzania Youth in Mining ni kwamba tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuangalia vijana kwa jicho pana, na tunasema kwamba anatuandaa sisi kuwa mabilionea. Ndio maana ameleta mradi wa MBT kwa ajili ya vijana. Nchi yoyote inayofanya biashara ya madini duniani, madini yale hayawezi yakanunuliwa kama hiyo sehemu nchi hiyo kuna vita. Kwa hiyo kama serikali imecheza upande wake, lakini sisi vijana katika kikao chetu ambacho tumekaa jana Geita, tumeazimia, kwa sababu tunajua athari ya maandamano na athari ya bidhaa ya dhahabu katika soko la dunia. Leo hii ukiangalia nchi mbalimbali duniani, dhahabu zake zinapitia Tanzania kwa sababu nchi hizo zina misukosuko ya vita. Duniani huwezi kuiuza dhahabu sehemu ambako watu wanakufa. Ndio maana unakuta nchi jirani ambako kuna changamoto ya vita, dhahabu yake inakuja Tanzania ili iweze kupata kibali ya kwenda kuuzwa duniani. Kwa hiyo tuliangalia hiyo athari na tukahimiza vijana wetu tuelekee kwenye mlengo wa kufanya kazi ya uchimbaji ili uwe na tija kwa vijana na kumiliki uchumi, serikali iweze kupata kodi na vijana kumiliki uchumi. Tujiepushe na maandamano ambayo hayana tija, na kimsingi dhahabu itashuka endapo tu itakapotokea crisis ya vita katika nchi hii.